السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، hakika hakuna muislamu mwenye shaka kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuondoka duniani isipokuwa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuikamilisha dini hii tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa mtume katika mwaka wa 10 mwezi wa Dhulhijja, ndani ya hijjatul wadaa. Allah subhanahu wa ta'ala akifanya takrir, akithibitisha kukamilika kwa dini ya Uislamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha dini yenu, dini ya Uislamu imekamilika. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu ya haki. Sisi Waislamu tunaitakidi kuwa dini yetu ya Uislamu iliyosimama ala alkitabi was sunna, iliyosimama juu ya msingi wa Qur'an na sunna za mtume, ni dinun kamil, ni dini inayosifika na sifa ya kamali, sifa ya kukamilika. Ni dini iliyobeba, iliyokusanya kila anachokihitajia mwanadamu katika dini yake na dunia yake. Ni dini ambayo salihun likulli zamanin wa makan. Hii dini ya Uislamu inasilihi, inafaa, ina haki ya kufuatwa zama zozote na mahala popote. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittiba'i, akatuamrisha tuifate dini hii kwa kufuata Qur'ani na kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hakika hii ni njia yangu, kwa maana alkitabu was sunna, Qur'ani na mafundisho ya mtume wake. Hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, msifate njia vilivyozuliwa ikawa ni sababu ya kuacha na kutengana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Anasema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana
faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Muda wa kuwa dini yetu imekamilika, muda wa kuwa dini yetu inasifika na sifa ya ashumul, imeenea kila kitu, haituhumiwi mapungufu, hahitaji ziada. Sisi Waislamu hatuna haja ya kuzua mambo haya tukayegemeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya tukayafanya kwa sura ya kidini, ikawa nataqarrabu ila Allah bil umuri al bid'iyya kama nataqarrabu ilayhi bil umuri al mashru'a. Ikawa sasa Waislamu wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ya kizushi kama vile ambavyo wanajikurubisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ya kisheria. Ikawa Waislamu wanakusudia thawabu, wanakusudia ujira, wanakusudia fadhila kwa kufanya mambo yaliyozuliwa, kama wanavyokusudia hayo wanapofanya zile ibada za kisheria. Sisi Waislamu hatuna haja ya hayo, kwa sababu dini yetu imekamilika. Kila tunachokihitajia kimebainishwa. Yule ambaye atakayezua bid'a, atakayezua uzushi kwa sura ya dini, ikawa anakusudia ndani yake yale anayoyakusudia pindi anapofanya ibada ya kisheria, mtu huyo amemtuhumu sahibu sharia, amemtuhumu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amemtuhumu kuwa mtume kuna mambo ilitakiwa yabainishe, hajabainisha. Kuna mambo katika utume wake na ujumbe wake ilitakiwa awabainishie Waislamu kuwa yana fadhila, yana ubora, hakufanya hivyo. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam balagha ar-risala, amefikisha ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa adda al-amana, ametekeleza amana aliyopewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda, ameuacha huu umma katika njia iliyonyooka, njia nyeupe. Lailuha kanahariha, ule usiku wake ni kama mchana wake, hakuna anayepotoka isipokuwa yule ambaye ameamua kuangamia. Ndio maana Imam Malik rahimahullahu ta'ala akasema, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Anasema imamu huyu mkubwa Imam Malik, atakayezua ndani ya Uislamu bid'a, uzushi. Maneno haya Imam Malik kuna nukta mbili. Nukta ya kwanza aliposema bid'atan, nini maana ya bid'a? Nini maana ya uzushi? Waislamu wengi wanatatizwa kwenye maana ya uzushi. Waislamu wengi wanapotezwa kwenye kufahamu maana ya uzushi. Maana iliyokuwa wazi ya bid'a ni maana iliyotaja Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam. Akasema al-bid'atu at-tariqatu fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya. Bid'a ni njia ndani ya dini, ni njia inayonasibishwa na dini, inayofanywa kwa sura ya ibada, lakini njia hiyo mukhtaraa, imezuliwa, haina dalili katika Qur'an wala katika sunna za Mtume. Hakuna dalili ya wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Njia hii tudahi ash-shar'iyya, inafanana na njia ya kisheria. Ikawa sasa mtu anashindwa kutofautisha baina ya uzushi na baina ya njia ya sawa sawa. Mwingine ikawa haoni tofauti baina ya mambo hayo, kwa sababu ni njia imezuliwa, inafanana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema albid'a at-tariqatu fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha ma yuqsadu bit-tariqati ash-shar'iyya. Ikawa panakusudiwa kwa kuishika njia hiyo na kuipita njia hiyo yale yanayokusudiwa kama mtu anapotekeleza njia ya kisheria katika ujira na thawabu na malipo. Hii ndio bid'a na huu ndio uzushi.
ambao unakemewa na aima maimamu wa ahli sunnati wal jamaa, unaokemewa na mashekhe na walinganizi wa ahli sunnati wal jamaa. Hii ndo maana ya uzushi. Nukta ya pili aliposema man ibtadaa fil islami, atakayezua ndani ya Uislamu bid'a inayokemewa na kutahadharishwa, ni bid'a, ni uzushi unaonasibishwa na dini, sio mambo yanayozuliwa na kuzinduliwa na kuvumbuliwa katika dunia. Ajabu ni kupatikana baadhi ya watu wanaodaiwa kuwa ni wasomi wa dini katika jamii yetu, wanaodaiwa kuwa wana maarifa ya dini, alafu wanashindwa kutofautishwa baina bid'a iliyotahadharishwa na Mtume na mambo ya uzushi ya kiduniani. Leo hii Waislamu wanaswali katika mabusati, wanaswali misikiti yao ikiwa na AC, maimamu makhatibu wanatumia vipaza sauti. Yote haya hayakuwepo kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, hii nayo ni bid'a? Je, haya pia ni uzushi? Je, huu ni uzushi uliokemewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hapana. Uzushi uliokemewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni uzushi unaofanywa kwa sura ya dini, ikawa mtu anakusudia kufanya hilo kama vile anavyokusudia ibada ya kisheria. Na huu ndio uhalisia wa mambo ambayo leo hii yanafanywa katika mambo ya uzushi. Yanakusudiwa ndani yake yale yanayokusudiwa katika ibada za kisheria. Watu watahimizwa fadhila ya mambo hayo, ujira wa mambo hayo, khairi ya mambo hayo, hali ya kuwa hakuna dalili katika Qur'an na katika Sunna. Haya ndio ambayo anayasema Imam Malik rahimahullah, man ibtadaa fil islami bid'atan yaraha hasana, atakayezua ndani ya Uislamu uzushi akauona kuwa ni mzuri. Na hii ndo athari mbaya ya bid'a. Athari mbaya ya uzushi ni yule mfanyaji wake anaona kuwa ni nzuri, anaona hakuna ubaya, na anapoambiwa anasema kuna ubaya gani? Ubaya ni yeye kufanya jambo baya kisha kutojua kama ni baya. Huo ndio ubaya wenyewe. Yeye kafanya jambo baya, jambo la shari, kisha hajui kama kuna ubaya. Huo ndio ubaya wenyewe na ndio hatari ya bid'a. Sababu hii ndio ipelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam kutahadharisha bid'a. Yanaonekana kuwa ni mambo mazuri, ni mambo mema, hali ya kuwa hakuna ndani yake isipokuwa kujichosha, na huenda mtu akapata dhambi. Man ibtadaa fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Huyu atakuwa amedai bilisani alhal, amedai kwa kitendo chake hicho, hata kama ikiwa hajazungumza, hata kama ikiwa hajatamka, lakini tafsiri yake hicho kitendo ambacho hakina dalili katika Qur'ani wala maneno ya Mtume, kitendo hicho kina tafsiri kuwa Muhammad amefanya khiana katika ujumbe, hajafikisha ipasavyo ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni dhambi kubwa, kuegemeza khiana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kudai mapungufu katika sheria hii ya Uislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhara min almuhdathati fi ad-din tahdhiran baligha. Kama kuna mambo Mtume aliyatahadharisha kwa namna yake, ni mambo haya ya uzushi. Mtume alitahadharisha uzushi ikiwa haujawahi kutokea zama zake. Anawatahadharisha maswahaba uzushi hali ya kuwa maswahaba hawajawahi kufanya uzushi. Ametahadharisha tahadhari ilikuwa kubwa, ikawa anasema katika kila khutba, wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa sababu ndani ya kufanya uzushi kuna kuegemeza tuhuma kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo hii mambo haya ya uzushi yanahamasishwa na duatu su, walinganizi waovu. Allah subhanahu wa ta'ala waongozi wao, wanayahamasisha na kuyapamba. Wengine wana nia njema lakini hawakupatia, wengine kwa ujinga wao, wengine kwa kutaka vyeo, wengine kwa kutaka mali, kwa malengo mbalimbali wanayahamasisha mambo haya.
yanadhihirishwa bimadhhari mahabbati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimihi wa tawqirihi, yanadhihirishwa kwa muonekano wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwadhimisha na kumheshimu. Mapenzi gani, taadhima gani, heshima gani tutakuwa nayo kwa mtume ikiwa tumeshindwa kuyasimamia maneno yake? Fa alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu 'alayha bin nawajid, juu yenu kulazimiana na sunna zangu, mwenendo wake na mwenendo wa maswahaba wake. Maneno haya peke yake yanatosheleza kuwa haifai kuyafanya mambo ya uzushi, kwa sababu kinyume cha mwenendo wa mtume ni mambo yaliyozuliwa, lakini mtume akatilia mkazo wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini na mambo yanayozuliwa katika dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar, kwa hakika kutahadharisha bid'a, kutahadharisha mambo ya uzushi na kutahadhari na mambo ya uzushi na kulazimiana na sunna za mtume ni wajibu kwa Waislamu wote. Na mauzushi yanayozuliwa katika dini ni katika maovu ambayo ni wajibu kuiondosha, ima kwa kutumia mkono ikiwa ni haki ya watawala kufanya hivyo, au kwa kutumia ulimi kupitia maulama na mashekhe na walinganizi wa ahlu sunnati wal jamaa. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, katika mambo yanayozuliwa katika mwezi huu wa Rajab na katika masiku haya ni jambo zima la al-ihtifalu bi lailati al-Isra wal Mi'raj. Mambo yanayozuliwa katika mwezi wa Rajab ni mengi na kunasibishwa katika dini ya Uislamu ni mengi. Miongoni mwa hayo tena yanayohamasishwa ni jambo la kusherehekea usiku wa safari ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka mpaka Falastini, kisha akatolewa Falastini kwenda mbinguni. Usiku huu kuna baadhi ya Waislamu wanasherehekea kwa kusanyika misikitini, kwa kusoma Qur'ani, kisha kusoma mashairi mbalimbali, kusoma kisa cha al-Isra wal Mi'raj, wakiitakidi kusherehekea na kuhuisha usiku huo kwa kuyafanya hayo. Ndani yake kuna ubora, kuna thawabu, kuna ujira, kuna malipo, na hilo ni katika kila mwezi wa Rajab katika kila mwaka. Katika jambo hili kuna upotevu mkubwa uliofanywa, kuna upotoshaji mkubwa ambao unafanywa na duatu su. Upotoshaji wa kwanza kuhusu kisa cha al-Isra wal Mi'raj, wanadai kwamba ahlu sunnati wal jamaa wanasema kisa hichi na kusimuliana kisa hichi ni uzushi. Huu ni upotoshaji ambao unafanywa na baadhi ya walinganizi waovu. Hakuna yoyote katika wasomi wa dini anayeweza kuthubutu kusema kwamba kisa hichi hakijathibiti au kusimuliana kisa hichi cha al-Isra wal Mi'raj ni uzushi, isipokuwa muanidun mukabir, kwa sababu ni kisa ambacho kimethibiti ndani ya Qur'an, ni kisa kilichothibiti ndani ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia ndani ya Qur'an na Mtume amewasimulia masahaba zake, na hadithi ziko wazi, isipokuwa kuna baadhi ya mambo yanazidishwa ambayo si ya kweli. Haya ndio ambayo yanakemewa, na ikiwa wanakusudia kuwa ahlus sunnati wal jamaa wanasema
kusimuliana kisa hichi na kuitakidi ubora na fadhila katika hilo kila mwezi wa Rajab. Ikawa kila mwezi wa Rajab ndio utaona watu wanakusanyika misikitini katika halakat, katika vikao mbalimbali, wengine wakiasha mishumaa, wake kwa waume, wakianza kusimuliana. Vikao hivi vinakuwa mwezi wa Rajab peke yake kila mwaka. Huyaoni hayo katika miezi mingine au vikao vingine vya kawaida. Naam, hilo ni bid'a. Kufanya hivyo na kuitakidi hayo, huo ni uzushi. Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha hujja yoyote katika hilo. Kisa cha Isra wal Mi'raj ni kisa kilichothibiti na ni kisa ambacho tunasimuliwa na mashekhe zetu katika vikao mbalimbali vya elimu, wala haifai kuhusisha ubora maalum kwamba hilo lifanyike mwezi wa Rajab peke yake, ikawa watu miezi mingine hawafanyi hayo. Hilo ndo ambalo ni uzushi. Upotoshaji wa pili ni kuhusu kusherehekea usiku huu wa al-Isra wal Mi'raj. Upotoshaji huu unafanywa kwa kuainisha kwamba tukio hili limetokea ndani ya mwezi wa Rajab, bali wengine wanasema mpaka siku ni usiku wa 27. Hili jambo si jambo la sawa sawa, kuainisha kuwa tukio hili la Isra wal Mi'raj na kujazimisha moja kwa moja kuwa ni tukio ambalo limetokea ndani ya mwezi wa Rajab, sio miezi mingine, ndani ya usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab. Hayo ni makosa, na hiyo ni ainul kadhib, ni uongo wa wazi, kwa sababu nukuu mapokezi yote yaliyokuja kuainisha ni mapokezi yaliyokuwa dhaifu, na ni mapokezi mukhtalifa, yamekuja kwa namna mbalimbali. Mingine anasema ni mwezi wa Ramadhan, mingine anasema ni mwezi wa Shawwal, mingine anasema ni mwezi wa Rabiul Awwal, mingine anasema ni mwezi wa Rajab. Kwa hiyo haifai kuainisha katika mapokezi haya tofauti tofauti, bali itakuwa ni mbaya zaidi kuainisha usiku maalum, na wanawachuoni wana maneno katika jambo hilo. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lam yaqum dalilun ma'lumun, hakuna dalili maalumu inayofahamika, la ala shahriha, sio juu ya mwezi wake, wala ala ushriha, wala sio juu ya 10 lake, wala ala ainiha, wala sio juu ya siku yenyewe, bali nuqulu munqati'atun mukhtalifa, bali nukuu na mapokezi yaliyokuja yote ni dhaifu, tena yamekuja kwa sura mbalimbali. Laisa fiha ma yuqta'u bihi, hakuna ndani yake cha kujazimisha, kwa sababu nukuu zimekuja mbalimbali na ni dhaifu. Kwa hiyo ni makosa kuainisha kuwa usiku huu wa Isra wal Mi'raj ulikuwa mwezi wa Rajab usiku wa 27. Huo ni upotoshaji ambao unafanyika na duatu su, kisha kusherehekea usiku huu. Baada ya kupotosha, wanasherehekea usiku huu. Hili ndio mbaya zaidi, kwa sababu hata ingethibiti kuwa inafaa kuwa imeainishwa mwezi wa Rajab tukio hili limetokea, na usiku wa 27 tukio hili limetokea, hata ingeainishwa kwa mapokezi sahihi, isingefaa kusherehekea, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisherehekea. Vipi pia haijulikani tarehe yake, na hii inaashiria kuwa wazi maswahaba walikuwa hawashughuliki kutaja usiku huu. Lao ingekuwa na shughulika na kusherehekea, basi tungefikiwa na mapokezi sahihi kutoka kwao. Anasema Ibn an-Nahas rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tanbihul Ghafilina haula bid'ati al-ihtifal bi lailati al-Isra wal Mi'raj, kuwazindua walioghafilika kuhusu uzushi wa kusherehekea usiku wa Isra wal Mi'raj. Na huyu ni faqihun shafi'iyun, ni mwanachuoni katika madhhab ya ash-Shafi'iyya. Anasema anna al-ihtifal bi hadhihi al-laila bid'atun 'azimatun fi ad-din, kusherehekea usiku huu
wa Isra wal Mi'raj, hata kama ingekuwa umeainishwa, tujalie unafahamika, kwa kuwa hakuna dalili katika Qur'ani juu ya kusherehekea wala mafundisho ya mtume wala vitendo vyake wala takriri yake, basi hiyo ni bid'a iliyokuwa kubwa. Wa muhdathatun, na ni mambo yaliyozuliwa, ahdathaha ikhwanu shayatin. Akazungumza maneno makali, ni mambo yaliyozuliwa na ndugu wa mashaitani, kuashiria jambo hili halina fungu lolote katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim katika fatwa yake, anna al-ihtifala bidhikra al-Isra wal Mi'raj amrun batil, kusherehekea kumbukumbu ya usiku huu wa Isra wal Mi'raj kama wanavyodai hao ni jambo la batili, wa shay'un mubtada, na ni jambo ambalo limezuliwa, wa huwa tashabbuhun bil yahudi wan nasara, na ni kujifananisha na mayahudi na manasara, fi ta'dhimi ayamin lam yu'adhimha ash-shar', katika kutukuza masiku ambayo hayakutukuzwa na sheria. Katika masiku yaliyotukuzwa hakuna siku ya Isra wal Mi'raj. Naam, Lailatul Qadr imetukuzwa, yaumul Jum'a na misimu mingine, ama kutukuza masiku maalum na msimu maalum kwa kuhusisha fadhila maalum au ibada maalum bila ya dalili katika Qur'ani wala Sunna, hiyo ni bid'atun mamquta, ni uzushi ambao unachukiwa. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, wala yu'rafu an ahadin min almuslimin, na wala haifahamiki kutoka kwa yoyote katika Waislamu, an ja'ala li lailati al-Isra'i fadilatan ala ghayriha, haifahamiki kutoka kwa yoyote katika Waislamu kujalia usiku huu una fadhila maalum. Fadhila hiyo haipo katika masiku mengine, hakuna. La siyama ala lailatul qadr, sikuambii usiku wa lailatul qadr, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanadai kwamba usiku huu ni bora kuliko usiku wa lailatul qadr. Mwanachuoni Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema hakuna hilo, wala kana as-sahabatu wattabi'una lahum biihsani yaqsiduna takhsisa lailati al-Isra'i wal Mi'raj bi amrin min al-umur, wala masahaba matabi'una walikuwa hawakusudii kuhusisha usiku huu wa Mi'raj kwa jambo lolote. Lakini leo hii utaona watu wanakusudia, wanakusanyika wakiitakidi ubora, wanatoa familia zao, wake zao kwenda kuhudhuria. Yote haya wanayafanya wanakusudia yale wanayoyakusudia wanapofanya ibada ya kisheria. Hiyo ndio bid'a inayozungumzwa hapa, na hiyo ndio bid'a, uzushi uliokemewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio uzushi mwingine. Haya yanayofanyika ndio haya yaliyokemewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yadhkurunaha, na wala maswahaba walikuwa hautaji usiku huu. Walihadha la yu'rafu ayu lailatin kanat, ndio maana ikawa haifahamiki ni usiku upi katika mwezi upi, kwa sababu maswahaba walikuwa hawana ada ya kutaja usiku huu. Maneno na chuoni yako mengi katika uzushi wa kusherehekea jambo hili la al-Isra wal Mi'raj. Waislamu leo hii inapozungumzwa jambo la bid'a, wengi wao wanaona jambo la kawaida, wanaona kuwa ni jambo la kawaida, hawajali. Kinyume inapozungumzwa madhambi mengine, dhambi la azina, dhambi la riba, hali ya kuwa bid'a ni hatari zaidi kuliko hii, na hii ni kutokana na athari mbaya ya bid'a. Mambo haya yanaonekana kuwa hayana madhara yoyote katika dini yetu. Mambo haya yanaonekana kuwa hayana ubaya. Kuna ubaya gani? Hiyo ndo athari mbaya. Kitendo cha wewe kushindwa kutambua kwamba huu ni ubaya, hali ya kuwa ni shari na ni ubaya, umetahadharisha Mtume, ndo ubaya mwenyewe ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam akapeleka kutahadharisha mambo hayo yaliyozuliwa katika dini. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu, atufishe tukiwa katika sunna zake. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na wazazi wetu na ndugu zetu Waislamu, atutoe katika mambo ya uzushi. innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah.